Msikilizaji, karibu sana katika sehemu ya 4 ya simulizi nzuri ya King's Son, mtoto wa mfalme. Sehemu ya 3 tulipoishia ni pale ambapo Prince Yoram alichukua baadhi ya askari kwa ajili ya kwenda nao kwenye ufalme wa Padala, lakini ajabu Princess Herodia naye alifika tena akiwa amejiandaa, kitendo ambacho kilimshangaza sana Prince Yoram na askari wa kifalme. Ndipo alipomuuliza kwamba wewe unaelekea wapi asubuhi hii, lakini Princess Herodia alimjibu kwamba nataka kwenda ninyi huko ambako mnakwenda. Princess Herodia aliongea na kumfanya Prince Yoram ashuke kwenye usafiri wake aliokuwa amepanda na kumsogelea. Alimwambia kwamba ni vyema ungebaki tu kule kwa sababu mahali ambako tunakwenda sio mahali pazuri kwa wewe mwanamke kufika katika mazingira hayo. Mazingira hayo yanatisha. Alimwambia vitu vingi sana. Lakini huku upande mwingine bibi aliwachukua Yoash na Princess Miriam na walienda kwenye maficho ya siri kabisa. Na walipofika Yoash alishangaa kwani kulikuwa kuna kila kitu ndani ya maficho hayo kasoro vyakula tu ndio havikuwemo kwenye maficho hayo ya siri. Yoash alianza kupata mashaka huenda bibi kuna siri ambayo anaijua, siri ambayo amekaa nayo miaka mingi. Hii ndio sehemu ya 3 tulipoishia, na karibu sana tuweze kuendeleza simulizi hii katika sehemu ya 4 tufahamu kinagaubaga kwamba nini ambacho kimejiri. Basi Yoash baada ya kupata mashaka aliamua kujiuliza mwenyewe kwamba huyu bibi alijuaje maficho haya siri, na akaamua muulize kwamba bibi, ulijuaje haya maficho siri ndani ya jumba hili la kifalme? Swali la Yoashi lilimkumbusha bibi huyu mambo mengi sana, kwani sehemu hiyo ndio aliyojificha kipindi wenzake wanapigana vita. Alishikwa na huzuni sana na kutoa machozi bibi yule. Huenda swali langu limekumbusha mbali sana bibi, Yoash aliongea, lakini bibi aliwaambia ni kwa sababu ameishi ndani ya ufalme huo kwa muda mrefu ndio maana aliweza kuigundua sehemu hiyo ya siri. Princess Miriam aliamua kubadilisha mada na kuongea mada nyingine kabisa itakayomtoa bibi kwenye huzuni ile. Na Yoash pia alimsisitiza Princess Miriam arudi kwenye ufalme wao na asiishi maisha kujificha, ila Princess Miriam alikataa kufuata kile ambacho alichokisema Yoash. Huku upande wa nje Prince Yoram akiwa na askari wake waliweza kuwasili kwenye ufalme huo, na Princess Herodia alianza kuamini maneno yaliyokuwa kiambiwa na Prince Yoram kuwa sehemu hiyo inatisha, na Prince Yoram alilitambua hilo. Nilikwambia Princess, sehemu hii wanawake hawataki kuja, na kuona jinsi unavyoanza kuogopa, Prince Yoram aliongea, ila Princess Herodia hakutaka kujibu chochote. Mpaka wanafika kwenye jumba la kifalme, Princess Herodia alikuwa ameshajionea mengi sana, na baada ya kufika alijikuta na pato na kichefuchefu na kwenda hata kutapika, hali iliyofanya baadhi ya askari waangue kicheko kwa kitendo kile ambacho alikifanya. Japo kitendo kile kilimkera sana Prince Yoram, aliyenyanyua upanga wake na kwenda kumchoma moja askari aliyekuwa kicheka, na alianguka chini na kufa papo hapo. Nini kinachochekesha? Hamjui kama huyu ni princess? Huyu mmoja wenu ni mfano kwenu, akitokea mwingine atakufa kama mwenzenu alivyokufa. Prince Yoram aliongea na kwenda kumchukua Princess Herodia na kuanza kuelekea naye kwenye jengo la kifalme. Pia alitoa maagizo kwa askari baadhi wazunguke na kuangalia baadhi ya nyumba zilizokuwa maeneo hayo ili waone kama watafanikiwa kuwapata. Walifika ndani ya jumba la kifalme na iliwafanya watambue uwepo wa watu waliokuwa kikaa ndani ya jumba hilo. Upande wa Yoash akiwa na wenzake waliweza kusikia sauti zao na iliwafanya watambue kuwa tayari wameshafika ndani. Wasiwasi ulikuwa kwa Princess Miriam, maana alijua endapo ataonekana basi Yoash atauliwa, kitu ambacho hakutaka kitokee kabisa katika maisha yake. Yoash hakuwa na hofu kama alivyokuwa nayo Princess Miriam, maana aliamini Prince Yoram na walinzi wake wataondoka muda sio mrefu. Prince Yoram na walinzi wake walianza kuzunguka ndani ya jumba hilo la kifalme kuangalia kama wataweza kuwaona
na haikupita muda walinzi waliotumwa na Prince Yoram kwenda kuangalia kwenye jumba lingine walileta taarifa za kuwakosa. Atakuwa amejificha sehemu fulani na uhakika hawezi kwenda mbali na huu ufalme. Prince Yoram aliongea. Ni kweli Prince, inatakiwa tukae hapa kwa siku kadhaa ndani ya jengo hili, na uzuri wameshalifanyia usafi kwa kila kitu. Mlezi wake alitoa wazo lililokubaliwa na Prince Yoram. Princess Herodia alikuwa akisikiliza mazungumzo yao na alikuja pale akiwa na mpango wake mwingine. Siku nzima ilipita wakiwa ndani ya jumba hilo la kifalme, na Prince Yoram alituma baadhi ya walinzi wa kifalme wakalete vyakula vitakavyosaidia siku kadhaa atakazokuwa pale. Lakini huku ndani upande wa Yoashi, bibi na Princess Miriam, njaa ilianza kuwashika, hasa Princess Miriam baada ya wao kukaa muda mrefu bila kula. Yoashi, naomba utafute namna sisi kupata chakula. Hatuwezi kukaa humu ndani bila kula chakula chochote. Bibi alimkabidhi jukumu zito sana Yoashi. Yoashi alimwambia inabidi wavumilie mpaka mida usiku ndio atatoka na kwenda kutafuta chakula. Ila kwa wakati huo ingekuwa hatari kama angejaribu kutoka nje ya chumba hicho. Muda ulisogea na ilipofika mida usiku, Yoashi aliamua kutoka kwa ajili ya kwenda kuangalia uwezekano kupata chakula. Alifungua mlango na kuanza kunyata taratibu ili wasimsikie. Aliwaona wakiwa wamekaa sehemu moja huku wengine wamelala. Na alivyotazama pembeni aliweza kushuhudia chakula cha kutosha. Hii ilimfanya aanze kufikiria namna ya kwenda kukichukua kile chakula. Muda ulizidi kwenda huku Prince Yoram na walinzi wake wakipitiwa na usingizi, hata Princess Herodia naye alipitiwa na usingizi. Yoashi alianza kusogea taratibu kwa umakini wa hali ya juu, na kweli alifanikiwa kufika mpaka vilipokuwa vyakula, na alibeba moja chombo kilichokuwa na chakula kwa umakini na kuanza kuondoka. Kumbe Princess Herodia alikuwa anamshuhudia na alikuwa hajalala kama wenzake, naye alinyanyuka taratibu na kuchukua chombo kingine cha chakula huku akimfuata Yoashi. Alipokuwa akielekea kwa mbali, aliweza kumwona akitembea kwa haraka. Aliongeza mwendo na kufanikiwa kumfikia pale, na wakati huo Yoashi alikuwa bado hajamuona Princess Herodia. Mbona umechukua chakula kidogo hivyo? Kaongezee na hiki. Princess Herodia aliongea na kumfanya Yoashi ashtuke. Akadondosha chombo cha chakula kilichokuwa kimeshikiliwa na mikono. Baada ya kudondosha, sauti ilimfanya Prince Yoram na wenzake waweze kushtuka na kuamka baada ya kusikia sauti ya chombo kilichodondoka. Itakuwa kuna mtu huko. Mlinzi mmoja akaangalia haraka sana. Prince Yoram alitoa amri na mlinzi mmoja aliondoka ili akaweze kuangalia nini ambacho kimetokea huko. Lakini huku upande wa Princess Herodia, baada ya kuongea pale na Yoashi, Princess Herodia akamwambia kwamba nenda na hiki chakula. Alimpatia chakula alichokuwa amekishika, kitendo ambacho kilimshangaza sana Yoashi kwa yeye kusaidia na Princess Herodia. Ila hakuwa na muda kuuliza, aliondoka na kuelekea kwenye mlango wa siri, na Princess Herodia aliweza kumshuhudia kwa macho yake mawili. Na kweli haikupita muda, mlinzi alifika na kumkuta Princess Herodia akihangaika kukusanya chakula kilichomwagika chini. Princess Herodia, kumbe ni wewe? Swali gani hilo unaniuliza? Ikiwa unafahamu kabisa ni mimi, halafu unaniuliza? Princess Herodia alimjibu kwa kejeli mlinzi na kumfanya aondoke na kwenda kutoa taarifa kwa Prince Yoram. Prince Yoram alishangaa kuletewa taarifa zile na aliamua kumsubiri Princess Herodia arudi ili amuulize vizuri sababu za yeye kubeba chakula na kwenda nacho mbali. Kweli haikupita muda, Princess aliweza kufika. Princess, kulikuwa na haja gani ya wewe kubeba chakula na kwenda nacho mbali? Prince Yoram alimuuliza akitamani kujua sababu iliyomfanya achukue maamuzi yale. Nilisikia njaa na sikutaka kula mbele ya walinzi wako, maana ungenicheka kama walivyonicheka pale nilipotapika. Princess Herodia alijibu huku akielekea sehemu aliyokuwa amelala na kulala. Prince Yoram aliamini maneno ya Princess Herodia na hakutaka kumuuliza zaidi ya wote walilala. Yoashi kwa upande wake alifanikiwa kufikisha chakula
na wote kwa pamoja walianza kula bila kukumbuka kama kuna utaratibu wa kunawa kabla ya kula. Baada ya kumaliza kula, Yoashi alianza kuwaeleza jinsi Princess Herodia alivyomsaidia mpaka yeye kukipata kile chakula. Ila Princess Miriam hakuwa na imani na Princess Herodia hata kwa chembe moja. Siku hiyo ilipita na ilipofika asubuhi, Prince Yoram aliamua kubadilisha mawazo. Aliwaambia askari wajiandae kurudi kwenye ufalme wa Azeni, kitendo kilichomshangaza sana Princess Herodia na askari wa jumba hilo la kifalme, maana kilikuwa ni kitendo cha hafla sana kutokea. Prince, mbona hafla sana, kuna tatizo kwani? Princess Herodia ilibidi amuulize Prince. Hakuna tatizo, ila kuna kitu nimepanga, ndio maana nataka turudi kwenye ufalme wetu haraka sana. Prince Yoram aliongea, na muda huo alichukua silaha yake na kuanza kuondoka. Karibu kila mtu alifanya maandalizi yake kwa ajili ya kurudi kwenye ufalme wao. Wao wakiwa na maandalizi, lakini huku upande wa pili ndani hali ya bibi ilibadilika sana. Alijitahidi kuzuia kikohozi chake, ila ilikuwa ni ngumu sana. Alijikuta akianza kukohoa tena, sio mara moja, ni zaidi ya mara mbili, na sauti yake ilimfikia Prince Yoram akiwa na askari wake. Basi huku ndani, Yoash alimsogelea bibi na kujaribu kumwekea mikono ili sauti yake isiweze kusikika, lakini haikusaidia kitu, kwani Prince Yoram na walinzi walianza kuzunguka ndani ya jumba hilo kuangalia ni sehemu gani inapotokea sauti ya mtu kukohoa vile. Yoash, hii shakuwa ni hatari. Hali ya bibi inazidi kuwa mbaya, na wameshaisikia sauti yake. Princess Miriam aliongea. Ninyi mnatakiwa mtafute njia ya kuondoka ili wasije kuwakamata. Mimi mnaweza kuniacha. Bibi aliongea na kuonesha kupoteza matumaini kabisa. Siwezi kukubali kukuacha bibi yangu. Lazima tuondoke wote, tena tukiwa salama kabisa. Yoashi aliongea na kumtoa wasiwasi bibi aliyekuwa katika hali mbaya sana. Huku upande wa nje bwana, Prince Yoram alikuwa bado akiendelea kutafuta ni wapi sauti inapotokea. Princess Herodia alikuwa akiombewa asiweze kupaona pale sehemu ulipokuwa mlango wa siri. Prince, tumezunguka kasri nzima, hatujabahatika kuwaona. Mlinzi aliongea. Hao wamejificha kwenye chumba cha siri sana. Inaonekana ni ngumu sana kuwaona na kuwapata. Prince Yoram aliongea na alikuwa sahihi kwa kile ambacho alikuwa akizungumza. Princess Herodia alijua mambo yanaenda kuharibika kama Prince Yoram tayari ameshahisi sehemu walipojificha. Kwa kuwa hatuwezi kuwapata, inatakiwa wote wafie humu ndani. Prince Yoram aliongea na kumfanya Princess Herodia wasiwasi uanze kumshika kidogo. Nini unachozungumza Prince? Umesahau kama Princess Miriam hayupo kwenye ufalme wenu? Je, kama yeye ni miongoni mwa watu ambao wako na Yoashi itakuwaje? Princess Herodia ilibidi amhoji na kumsikiliza kuona atazungumza kitu gani. Lakini Prince Yoram alifikiria na kuona kweli anaweza kusababisha dada yake kufa kama atakuwa ndani ya nyumba hiyo ya kifalme. Alifikiria ni kitu gani cha kufanya ili aweze kuwapata kiurahisi. Akazungumza kwamba kila mtu achukue upanga wake. Prince alitoa amri kwa askari wake na walifanya kama ambavyo alivyowaambia. Haya, mnatakiwa mwanze kuzunguka kwenye nyumba na kuanza kupigania ukuta. Yaani muupigipige ukuta mpaka muhakikishe kwamba mlango wa siri umepatikana na tuweze kuingia sehemu hiyo ambayo umejificha. Baada ya Prince Yoram kumaliza kuongea, kila mtu alianza kufanya kama alivyoambiwa. Prince Yoram naye alianza kupiga karibu kila sehemu ya ukuta kuangalia kama ataweza kuupata mlango huo wa siri. Macho Prince Herodia alikuwa sehemu kulipokuwa na mlango, huku akiombewa asiweze kufika sehemu hiyo na kupagonga. Lakini huku upande wa ndani hali yake bibi ilikuwa imeshatulia kidogo na aliacha kukohoa, huku wakisikia watu wakigonga ukuta hatari. Bahati mbaya ilikuwa kwao, kwani Prince Yoram aliweza kufika sehemu ulipokuwa mlango wa siri na kugonga, na ule mlango uliashiria kabisa kwamba hapa ni sehemu ambayo ilipokuwa wazi.
Prince Yoram aligundua kumbe hapa ndipo mlango ulipo. Hatimaye nimeupata, Prince Yoram aliongea na kuwaita walinzi wake. Haya, mlango tayari nimeshaupata. Kazi kwenu kuuvunja. Princess Herodia hakuwa na njia yoyote ile ya kufanya kwani tayari kila kitu kilikuwa kimeshagundulika. Yoash naye alishindwa ni kipi anachotakiwa kufanya ili asiweze kuingia kwenye mikono ya Prince Yoram kwa mara nyingine tena. Mlango uliendelea kuvunjwa huku Yoash, Princess Miriam na bibi wakiwa wanashuhudia kila kitu na walikuwa wanajiandaa kwa lolote lile ambalo lingeweza kutokea pale. Mlango ulivunjwa na Prince Yoram alifanikiwa kuwaona. Mmejitahidi sana kujificha. Prince Yoram aliongea na kutoa amri kwa vijana wake wakamate, yani wamkamate Yoash ambaye naye hakutaka kukamatwa kizembe. Alianza kupigana nao ila bahati mbaya ilikuwa kwake kwani waliweza kumshika. Na hii ni kutokana na idadi ya askari wengi ambao walikuwa eneo lile. Princess Miriam alimfuata kaka yake. Kaka, naomba mwachie Yoash tafadhali. Kwa nini unapenda kumfuatilia Yoash? Na umfuatilia kwa sababu hapa ni nyumbani kwao, Prince Yoram aliongea. Yoash na wengine hawakuelewa maana ya Prince Yoram kuzungumza vile. Ila bibi alipatwa na furaha baada ya kumsikia Prince Yoram akisema kwamba Yoash pale ni nyumbani kwao. Na hii ilimfanya aanze kucheka huku akicheza, kitendo kilichofanya wote washangae mambo aliyoanza kuyafanya yule bibi, kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa. Bibi aliendelea kucheza baada ya kusikia maneno aliyotamka Prince Yoram. Huyo ameshakuwa kichaa, mwacheni. Prince Yoram aliongea na kuwafanya walinzi wake wafanye kile alichokizungumza Prince. Yoash alichukuliwa na kuanza kupelekwa kwa nguvu huku bibi wakimwacha kwenye chumba hicho wakidai kwamba ni kichaa. Princess Herodia alikuwa akimwonea huruma Yoash. Pia alikumbuka aliwahi kumwokoa katika maisha yake zaidi ya mara 2. Hivyo hakutamani kuona akiingia kwenye matatizo makubwa kama yale. Basi Princess Miriam alikuwa ni mtu wa kulalamika tangu wamkamate Yoash. Hakuona sababu iliyowafanya wao wamkamate Yoash na kutaka kumuua. Upande wa nje Daudi aliweza kumuona Prince Yoram akiwa na askari wake huku wamemkamata Yoash. Daudi yeye alitamani amfuate Prince Yoram muda huo ila hakuwa na uwezo kutokana na askari waliokuwa pale kwa wengi. Aliamua kuendelea kutazama kuona kipi kitakachoendelea pale. Alishuhudia wakiondoka na Yoash na kuelekea kwenye ufalme wao wa Azeni. Baada ya wao kupita, Daudi aliamua kuingia ndani ya jumba la kifalme. Bibi baada kubaki ndani na kuacha peke yake, alianza kuzungumza. Mawazo yangu yalikuwa sahihi. Yoash ni mjukuu wangu. Ndio maana amefanana karibu kila kitu na mfalme Gideoni. Nikiwa kama bibi siwezi kukubali mjukuu wangu aende kuuliwa na mfalme Balaki. Alimuua baba yake kisa hazina. Na bado tena natamani amuue na mtoto wake. Hii haiwezekani. Bibi aliongea na maneno yake yaliweza kusikiwa na Daudi aliyekuwa ameshafika ndani tayari. Haupo peke yako. Tupo wote. Hata mimi nina kisasi na mfalme Balaki na huyo mtoto wake. Daudi aliongea na kumfanya bibi ashtuke maana hakutegemea kama kutakuwa na mtu mwingine katika mazingira yale. Daudi alianza kumweleza bibi ni kwa nini amesema vile na kumfanya bibi aanze kuyaamini maneno ya Daudi, na waliamua kutengeneza njia ama mipango watakaotumia kumwangamiza mfalme Balaki. Daudi alidai ataanza kumuua kwanza Prince Yoram, kisha baada hapo mfalme Balaki atafuata. Upande wa Prince Yoram, baada ya kutembea kwa muda mrefu, walimfikisha Yoash kwenye ufalme wa Azeni, tena akiwa kwenye hali mbaya sana ya mateka. Malkia Rebeka alifurahi kuona Prince Yoram amefanikiwa kumbeba ama kumleta Yoash, na alienda kumpongeza kwa kutimiza ahadi yake kama alivyoahidi ya kumleta Yoash kwenye ufalme wao. Upande wa Malkia Ruth alishikwa na huzuni kwa kumwona Yoash amekamatwa, ila hakuwa na cha kufanya, na ukizingatia alikuwa kwenye ufalme wa watu.
alikuwa mpole kama maji mtungini. Amri ilitolewa ya Yoashi kwenda kufungiwa, na siku itakayofuata adhabu yake itoke pasi kuwa na kosa lolote lile la msingi. Kwenye ufalme wa Gala, mfalme Boaz alikuwa akiendelea na maisha ndani ya ufalme huo akiwa na mama Obadia. Mama Obadia aliamua kumfanya kuwa malkia ndani ya ufalme huo. Mfalme Boaz aliteua baadhi ya watu kwa kuwaweka kwenye nafasi mbalimbali kwenye baraza lake la kifalme, na sherehe iliandaliwa huku baadhi ya askari wakichukia kwa kitendo cha mfalme Boaz kuvunja ahadi waliowekeana kabla bado hawajamuua mfalme Efroni ya kupewa vyeo ndani ya ufalme huo pale atakapokuwa mfalme. Mmoja wao aliwafuata wenzake, alizungumza, jamani, mfalme amevunja ahadi yetu tuliowekeana hapo mwanzo. Haiwezekani hakuna hata mtu mmoja kati yetu aliyepewa uongozi kwenye baraza lake la kifalme, na ukizingatia tulipeana ahadi hapo mwanzo. Askari aliongea kwa kulalamika sana la kufanya wenzake wayaunge mkono mawazo yake. Ndiyo, ulichokiongea ni sahihi kabisa. Inatakiwa tuje tufanye kitu ili na yeye ajue ni maumivu kiasi gani mtu anayowapata pale anaposalitiwa na watu wake wa karibu. Yalikuwa ni maongezi kati yao, huku kila mmoja wao akishusha lawama kwa mfalme Boaz. Muda wa sherehe kufanyika wa kuwakaribisha viongozi wapya ulifika, na karibu kila kiongozi alikuja akiwa na familia yake. Mfalme Boaz alikuwa amekaa na mama Obadia, ila katika kutazama kwake aliweza kuona moja ya kiongozi aliyemchagua kwenye baraza lake la kifalme akiwa kakaa na mke wake pembeni, na roho ya tamaa ilimuingia kabisa. Alianza kumtamani mke wa kiongozi aliyemchagua. Sherehe ikiwa inaendelea, mfalme Boaz alikuwa akifikiria atumie mbinu gani ya kuweza kumchukua mke wa kiongozi aliyemchagua. Mpaka sherehe inafika tamati, mfalme Boaz alikuwa hajapata njia sahihi ya kufanikisha kile alichokuwa akitamani kukifanya pale. Baada ya Yoashi kwenda kufungiwa, Princess Herodia alimfuata Princess Miriam na kumwambia kwamba kulia pekee hakutakusaidia, bali inatakiwa waangalie njia ya kumsaidia Yoashi. Princess Miriam alishangaa kuona mabadiliko kwa Princess Herodia ya kuwa upande wa Yoashi, huku mwanzo hakuwa na juhudi zozote zile. Kwa nini unatamani kumsaidia Yoashi? Princess Miriam ilibidi amuulize Princess Herodia. Kwa sababu ameokoa maisha ya watu wengi sana, lakini pia ameokoa maisha yangu zaidi ya mara 2. Hivyo na mimi ningependa walau nihusike kwenye kuokoa maisha yake. Walau mara moja nataka nilipe wema wote kwa yote aliyonifanyia. Princess Herodia alimjibu, sijui ni njia ipi tutumie ili kumsaidia, kwani ninavyomjua baba lazima kesho atamuua Yoashi. Baada Princess Miriam kuongea, alimfanya Princess Herodia afikirie kitu cha kufanya. Lakini alipotazama pembeni, aliwaona watumishi wa kike wa jumba la kifalme wakipita. Pale pale alipata wazo. Aliangaza kama kutakuwa na watu watakaosikia mazungumzo yao, na alipoweza kujihakikishia kwamba wapo wenyewe, aliamua kumwambia Princess Miriam kile alichokifikiria. Watumishi wa kike wa jumba la kifalme ndio watakao kusaidia kwenye hili. Watumishi? Princess Miriam ilibidi ahoji, maana hakuelewa maana yake. Princess Miriam alikubaliana na mpango huo, ila tatizo lilikuwa kwenye ushawishi ama kuwashawishi watumishi hao wa kike waweze kukubali kuwafanyia kazi. Princess Miriam aliamua kwenda na kuangalia kwenye akiba yake, na alibahatika kukutana na vitu vya thamani sana alivyokuwa navyo ama ambavyo alikuwa ametunza kama akiba. Alienda kumweleza Princess Herodia kuwa ana vitu vitakavyowashawishi watumishi ndani ya ufalme huu kuweza kuwasaidia katika lile. Na Princess Herodia alifuatilia idadi ya walinzi waliokuwa kilinda kwenye gereza hilo la kifalme, na waligundua ni walinzi wapatao 4 tu. Hivyo walichopanga ni kutafuta watumishi 4 wa kike, na walipopata walianza kuwashawishi, na bahati nzuri walifanikiwa kuwashawishi, na kilichokuwa kikisubiriwa ni majira ya usiku yaweze kufika.
Joash ndani ya gereza alianza kujikatia tamaa kabisa, na alijiona ni mtu mwenye makosa makubwa mno, ama mtu mwenye mkosi mkubwa ndani ya dunia hii. Aliamini kwamba na siku moja tu kuungama dhambi zake kabla hajaenda kupokea hukumu isiyokuwa na hatia yoyote ile. Muda ulisogea na usiku uliweza kuingia. Princess Herodia akiwa na Princess Miriam wakiwa na watumishi hao wanne walielekea nao sehemu ya magereza, na walipokaribia kufika waliwaacha waende wakafanye kazi yao kama walivyopanga. Walinzi waliokuwa zamu walishangaa kuona watumishi wenzao ndani ya jumba hilo la kifalme wakija. "Na nyinyi mnafanya nini hapa?" Mlinzi mmoja aliongea, lakini badala ya kujibiwa, mtumishi mmoja wa kike alimsogelea na kuanza kumshika maeneo ya kifuani, na wenzao waliokuwa wakimtazama mwenzao jinsi anavyofanyiwa vile walishangaa sana. Kila mtu alijikuta akianza kushikwa kwenye kifua chake na watumishi hao kama alivyokuwa akifanyiwa mwenzao. Hii ilikuwa ni njia rahisi sana kuwashawishi wale walinzi waweze kulegeza kamba. Ilikuwa ni kazi waliopewa watumishi hao. Karibu kila mlinzi alianza kupata hisia na kubadilishwa akili ambazo zilizofanya watamani kufanya zaidi ya hapo. Mmoja wa watumishi alipokuwa akimshika askari aliyekuwa naye, aliweza kuziona funguo. Alizichukua pasi hata askari huyo kujua kwamba funguo zake za kazi zimechukuliwa, ama funguo ambazo zilikuwa zimefunga katika mageti ya wafungwa zimechukuliwa. Yule madam akazitupa chini. Kipindi yote haya yanaendelea, Yoashi alikuwa akishuhudia na alijua kwamba ndio utaratibu wao ulivyo, na hata Princess Miriam na Princess Herodia wote walikuwa wakishuhudia kile kilichokuwa kikiendelea pale. Watumishi wale baada ya kuona wamewaweza walinzi hao, mmoja wao aliongea, "Twendeni tukajifungie kwenye kile chumba jamani, ili tufanye mambo yetu kwa uhuru." Aliongea huku akiwaonyesha chumba kilichokuwa jirani. Bwana, hakuna mlinzi aliyekumbuka kwamba kulikuwa na mfungwa na walitakiwa wamlinde wao, ila wao walichukua na waza ni kutuliza tu hisia zao kimwili. Walielekea kwenye chumba walichokubaliana kuingia, na walipotoka tu Princess Miriam na Princess Herodia waliweza kufika na walikuta funguo zikiwa chini na kwenda kumfungulia Yoashi. Na Yoashi aliona kama maajabu kwa wao kuja, maana tayari alikuwa ameshaanza kujihesabu kwamba ni mfu mtarajiwa, ni kama Walking Dead. Walitoka naye na kwenda kumpakiza kwenye usafiri na kuanza kumtoa nje ya ngome hiyo ya kifalme, huku Yoashi akiwa ndani ya usafiri huo. Ila walipofika kwenye lango kuu ili waweze kutoka nje, walishangaa wakizuiwa na mlinzi aliyekuwa zamu. "Hamwezi kutoka nje ya ngome hii. Kwa usiku kama huu kuna utaratibu naomba ufuatwe." Mlinzi aliongea na kuwafanya waanze kupatwa na wasiwasi na kushindwa kuelewa kwamba watumie njia gani ya kuweza kumtorosha ya Yoashi pale katika kasri ile ya kifalme. Princess Miriam aliamua kujiongeza. Alishuka kwenye usafiri na kumfuata mlinzi aliyewazuia pale. "Unapata wapi ujasiri wa kunizuia mimi? Hujui kama mimi ni mtoto mfalme na hapa nimeagizwa na mfalme? Ngoja nikamwambia mfalme upate adhabu yako." Princess Miriam aliongea na kuanza kuondoka, huku moyoni akiomba mlinzi abadilishe mawazo yake. Mlinzi alifikiria maneno aliyoambiwa na aliona kabisa yana ukweli ndani yake. Haya yasije kanitokea puani. "Samahani Princess, mnaweza kuendelea safari yenu." Mlinzi aliamua kuongea na kumfanya Princess Miriam arudi haraka kwenye usafiri wake na kuanza kuondoa pale. Geti lilifunguliwa, wakawa wameondoka na kutokomea rasmi. Upande wa walinzi na watumishi bado walikuwa wakiendelea kufanya mambo ambayo ilikuwa naendelea kuwapagawisha na kupoteza kumbukumbu kabisa wale walinzi. Na baada ya kila mtu kuridhika, watumishi walivaa mavazi yao na kutoka kiwaacha walinzi wakiwa kwenye furaha isiyo na kifani. Leo kama ni bahati, nilikuwa nina muda mrefu sana sijapata. Kama mimi tu, ni hivyo hivyo kama wewe. Mmoja wao aliongea na kujibizana. Lakini mbona walikuja wote kwa pamoja? Waliambizana nini? Mwingine naye aliongea na wote walianza kuvaa nguo zao
Baada ya kumaliza waliweza kurejea kwa ajili ya kuendelea na kazi. Walifika na kila mtu alipigwa na butwa baada ya kukuta mlango upo wazi sehemu aliyokuwa amefungwa Yoashi. Ina maana walikuwa na mpango. Bwana, ulikuwa ni mpango ule? Licha ya mwenzao kuwauliza ila hakuna aliyemjibu. Kila mtu alianza kuzunguka kuangalia kama wataweza kumwona Yoashi. Haraka walielekea kwenye geti kuuliza kama wameona mtu yeyote yule akitoka ndani ya ngome hiyo kifalme usiku kama huo. Lakini taarifa walizokutana nazo ni za Princess Miriam kuondoka mida hiyo ya usiku, na taarifa zile zilizidi kuogopesha zaidi. Mmoja wao aliwafuata pale wenzao. Mimi nataka niendelee kuishi. Kwa ninavyomjua Mfalme Balaki na Prince Yoram, lazima utatuua hapa. Cha kufanya ni sisi kutoroka na tuende tukaishi sehemu nyingine kabisa, mbali kabisa na falme hii. Wazo lililitoa wenzao walikubaliana nalo, na muda huo walitoka bila kuwaambia wenzao kwamba wanaelekea wapi. Na kweli walitokomea pasipo kujulikana kwamba wametokomea wapi. Upande wa Yoashi ilibidi awaulize, wapi tunapoelekea? Na kwa nini nimejiingiza kwenye matatizo makubwa kwa ajili yangu? Miriam, jibu swali lililokuuliza mwenzako. Princess Herodia aliyomrudishia mzigo mwenzake. Wewe ndio ujibu, maana mimi na yeye ni marafiki toka utotoni. Kwa hiyo kusaidiana ni jambo la kawaida, ama kujuliana hali ni muhimu sana. Yoashi aliona haina haja ya wao kumjibu kile alichouliza. Aliwaomba usafiri ili aweze kuelekea kwenye ufalme wa Padala. Jambo kubwa la kwenda kuangalia kule ni hali ya bibi ilivyo, kwa sababu hana taarifa zozote tangu alipomwacha. Princess Herodia alipingana nao kwani ingekuwa ni hatari kwao, ila waliamua kwenda huko kama Yoashi alivyoamua kwenda, ama kama ambavyo Yoashi alivyokuwa akihitaji. Asubuhi na mapema taarifa zililetwa kwa mfalme za walinzi waliokuwa wakilinda gereza kutokuonekana, na Yoashi hakuwepo gerezani kabisa. Prince Yoram baada ya kupewa taarifa zile alienda kuangalia na kuweza kujihakikishia kwamba Yoashi yupo au hayupo. Kweli alipofika Yoashi alikuwa ameshatoroka gerezani. Taarifa zingine za Princess Miriam na Princess Herodia za wote kutokuonekana ndani ya jumba hilo la kifalme ziliwafikia na kuwafanya wazidi kuchukia zaidi. Malkia Rebecca alimfuata Malkia Ruth na kumuuliza kama atakuwa na taarifa zozote zile za wapi binti yake alipoelekea, lakini alimjibu kwamba hafahamu chochote kile ambacho kinaendelea. Prince Yoram alimwambia Mfalme Balaki kwamba inatakiwa uende kuangalia kwenye ufalme wa Padala. Huenda walienda huko. Mfalme alikubaliana na maneno ya kijana wake, na kitu kilichozidi kumwongezea chuki zaidi ni kuona binti yake anazidi kuwa karibu na Yoashi. Yoram alichukia sana na akaamua kuchukua askari na kwenda nao kwenye ufalme wa Padala. Lakini huku upande wa Yoashi walikuwa wameshafika na walibahatika kumkuta bibi akiwa na baba Obadia, ama unaweza kumuita Daudi. Yoashi alichukua vitu vyake, hasa kitabu chake alichokitumia kujifunza mapigano mbalimbali na kuondoka. Baada ya wao kuondoka tu ndani ya masaa machache, Prince Yoram aliweza kuwasili na kuanza kuangaza huku na kule, ila hakubahatika kuwaona. Itakuwa umeamua kukimbia. Pia itakuwa ni ngumu kwetu kujua ni wapi walipoelekea. Jiandaeni watu wote, tunarudi Azeni. Prince Yoram aliongea na kuwafanya ama kuwaamuru askari wale wafanye kile alichowaambia. Daudi ama baba Obadia aliamua kuwapeleka kwenye pango alilokuwa akikaa zamani kwa ajili ya wao kwenda kujificha na kutengeneza makazi ya muda mfupi. Yoash aliwaambia Princess Herodia na Princess Miriam warudi kwenye jumba la kifalme, ila kila mtu alikataa kwamba hakuna aliyetamani kwenda, maana walijua Mfalme Balaki lazima angewahoji ni wapi alipo Yoashi. Turudi kwenye ufalme wa Gala kule kwa Mfalme Boaz. Tamaa za kimwili zilikuwa zikimwendesha licha yeye kuwa na mama Obadia. Bado alitamani mke ama wake wa watumishi wake. Siku hiyo aliamua kuandika barua ya kikazi
na ilipelekwa kwa kiongozi akimtaka kwenda kufanya kazi kwa siku kadhaa. Taarifa zilimfurahisha kiongozi huyo na aliiaga familia yake na kuondoka huku akimwacha mke wake. Mfalme Boaz alizipata taarifa za kiongozi huyo kuondoka na kumwacha mke wake. Basi siku iliyofuata alienda kwenye makazi ya kiongozi huyo na kumkuta mke wake akiwa na watoto wake. Tena mwingine mtoto mdogo mwenye umri wa kuto hata kujitambua. Mke wa kiongozi alishangaa ujio huo wa Mfalme Boaz nyumbani kwake. Ilikuwa ni kama dharura ama maajabu. Kwani Mfalme Boaz alikuja bila hata walinzi siku hiyo. Alisimama na kutoa heshima kwa Mfalme Boaz. Haina haja wewe kuniogopa. Mimi ni mfalme wako. Mfalme Boaz aliongea. Mtukufu mfalme, karibu ndani. Baada ya mke wa kiongozi kumkaribisha mfalme ndani, na ndiyo nafasi aliyokuwa akiisubiri kwa muda mrefu sana, Mfalme Boaz alimbeba mtoto wake na kuingia naye ndani, huku Mfalme Boaz akiwa nyuma na kuanza kuzungusha ulimi wake kwa matamanio makubwa ya kupata kitu ambacho kilikuwa ni adhimu kwa akili yake, jinsi ambavyo ilikuwa namtuma kwa wakati huo. Baada ya wao kufika ndani, Mfalme Boaz alimsogelea na kumfanya aanze kupatwa na mashaka. Mtukufu mfalme, haina haja wewe kusogea karibu yangu. Unaweza kukaa hapo hapo na kuongea kile kilichokuleta hapa mtukufu. Masikini mke wa kiongozi aliongea kwa woga sana kwa kumheshimu Mfalme Boaz. Ila Mfalme Boaz hakutaka kusikiliza kile alichokiongea mke wa kijakazi wake. Mfalme Boaz alimfikia na kuongea maneno yaliyomshangaza, kwani aliamua kutumia kiti chake cha kifalme kumshawishi mwanamke huyo, na alimwahidi akikubali tu atampa kile anachokitaka, hata mume wake atampandisha cheo na kumpa uongozi wa juu zaidi. Maneno ya Mfalme Boaz na ahadi kede kede vilitosha kumshawishi mwanamke huyo, na aliamua kumpa kile mfalme alichokuwa akitaka. Baada ya Mfalme Boaz kufanikisha kupata kile alichokuwa akihitaji, alitoa zawadi alizokuja nazo pale na kumpatia mwanamke huyo, huku akimwahidi kumfanyia mambo mazuri zaidi kama akiendelea kumfurahisha kwa siku za usoni. Na huo ndio ulikuwa utaratibu Mfalme Boaz kwa mke wa mtumishi wake, na mwanamke naye alivutiwa na vitu alivyokuwa akipewa na Mfalme Boaz, maana vilikuwa ni vitu vya thamani. Mfalme Boaz alikuwa anatumia hiyo nafasi ya kuwalewesha wanawake hawa kwa kuwapa vitu hivi vya thamani, na alijikuta akipunguza upendo kwa mume wake huyu mwanamke na kuongeza upendo kwa Mfalme Boaz. Turudi upande wa kina Yoash na baba Obadia, ama unaweza kumuita Daudi. Wakiwa kwenye mapango waliendelea na maisha, huku Yoash akiongeza bidii kwenye kujifunza mapigano, na bibi ilimfurahisha sana jambo hilo, kwani alikuwa na uhakika Yoashi ni mjukuu wake kutokana na kile alichokisema Prince Yoram, na muonekano aliokuwa nao Yoashi ulikuwa umefanana kabisa na yule Mfalme Gideon, mfalme aliyeuawa kwa siku ama miaka kadhaa. Siku hiyo mvua ilianza kunyesha ya kawaida sana, ila baada ya muda mvua iliongezeka na wote walikuwa ndani ya pango. Ghafla mvua iliongezeka, na kutokana na pango kukaa muda mrefu lilianza kupasuka na kuwafanya wote waanze kuogopa. Yoashi aliwaambia watoke nje. Wote walianza kutoka nje, huku bahati mbaya ikiwa ni kwa Daudi, kwani aliangukiwa na jiwe kwenye kichwa chake, hali iliyomfanya anguke chini na kushindwa kuamka tena. Yoashi alitaka kwenda kumsaidia, lakini bibi alimshika mkono akamwambia, tumeshachelewa Yoashi, hautaweza kumsaidia, la sivyo utakufa na wewe, pango bado linadondosha mawe makubwa, bibi aliongea. Wakati huo mvua ilikuwa ikiwanyeshea tu. Daudi aliona hawezi kuendelea kabisa kuishi katika huu uso wa dunia, kwani alikuwa na hali mbaya sana na bado mawe mengi yalikuwa kizidi kuanguka. Naombeni msisahau kulipiza kisasi changu kwa Mfalme Balaki. Naombeni msisahau kulipiza kisasi kwa Mfalme Balaki. Ndio ilikuwa maneno ya mwisho wa Daudi, na ikupita muda mawe mengine yalimwangukia na kumfanya apoteze maisha pale pale. Princess Miriam aliona Yoashi anawachelewesha muda tu, kwani mvua ilikuwa bado ikiwanyeshea
alienda kumshika mkono na kuanza kuondoka, huku wakitafuta sehemu ya wao kujihifadhi kwa mara nyingine. Walifika sehemu kulipokuwa na miti na kujikinga, huku wote baridi ikiwapiga. Baada ya mvua kunyesha kwa muda mrefu, iliweza kukatika, lakini hali ilikuwa ni mbaya sana kwa Princess Herodia aliyeanguka mpaka chini. Princess! Princess! Joash alimuita huku akijaribu kumwangalia ili kujua tatizo linalomsumbua kwa wakati huo, ama tatizo ambalo limepelekea mpaka kaanguka chini huku akitetemeka. Joash alimwangalia na kugundua kwamba hali yake sio nzuri, kwani baridi iliweza kumwathiri sana. Tunatakiwa tutafute sehemu yenye moto haraka sana, tena haraka iwezekanavyo, maana hali yake sio nzuri, Joash aliongea baada ya kumwangalia Princess Herodia. Ilikuwa ni ngumu kwao kuwasha moto, kwani mvua ilikuwa inanyesha hatari, mvua ambayo ilikuwa imeshaloanisha majani na kuni. Upande wa Princess Herodia hali yake ilizidi kuwa mbaya zaidi, na aliwaambia kuwa ana tatizo na maji ya mvua. Bibi alimtazama Joash aliyekuwa akifikiria namna kumsaidia Princess Herodia na kuongea, kuna njia moja tu ya kumsaidia Princess Herodia. Bibi aliongea na kuwafanya Joash na Princess Miriam wamsikilize. Wewe Joash ndiye unayetakiwa umsaidie. Bibi, ni kwa namna gani? Maana hapa natafuta namna kumsaidia pia. Joash ilibidi amuulize ili apate kujua ni kipi anachotaka kuongea. Bibi alifikiria na kuona haitakuwa sahihi kuongea mbele ya Princess Miriam. Aliamua kumshika mkono Joash na kumpeleka pembeni. Inatakiwa kwa kutane naye katika maisha ya ndoa au katika lile tendo la ndoa. Hiyo itasaidia yeye kuwa na sawa na kupunguza baridi alilokuwa nalo kwenye mwili wake. Bibi, nini unachoongea bibi? Hiyo haiwezekani kabisa, na siwezi kufanya kitu kama hicho bibi. Joash alipingana na maneno ambayo alikuwa ameambiwa na bibi yake. Kumbuka, tukichelewa hali yake itakuwa mbaya zaidi. Bibi aliongea na kumfanya Joash akubaliane naye. Bibi alimwambia asihofu kuhusu Princess Miriam, hawezi kugundua chochote. Joash alienda na kumbeba Princess Herodia na Miriam alitaka kuwafuata, lakini bibi alimzuia. Usijali, watarudi muda sio mrefu, kuna dawa nimewaelekeza. Kwani anampeleka wapi bibi? Princess Miriam ilibidi aulize, maana alikuwa ameshaanza kuingiwa na hofu. Kuna kitu anaenda kumfanyia ili arudi kwenye hali yake. Maneno ya bibi yalimfanya Princess Miriam akubali kishingo upande na kuwasubiri, ila alitamani kujua kwamba ni kitu gani hicho ambacho ameenda kufanyiwa Princess Herodia na Joash mpaka bibi amkataze kwenda nao. Basi kwa upande wa Joash, baada ya kufika sehemu ambayo ni ngumu kuonekana, alimweka Princess Herodia chini, huku nafsi yake nyingine kimkataza kufanya vile ambavyo ameagizwa na bibi. Alimtazama Princess Herodia na alionyesha kabisa kwamba kweli Princess Herodia anahitaji msaada. Kweli Joash alidhamiria kabisa kutimiza kile ambacho aliagizwa na bibi. Ikiwa ni mara ya kwanza kwa Princess Herodia kufanyiwa jambo kama lile ama kitendo kama kile. Upande wa pili, tukiachana hapa, Princess Miriam baada ya kukaa kwa muda mrefu pasi kuonekana kwa Joash pamoja na Princess Herodia, akaamua kumtoroka bibi bwana na kuwafuata Joash na Princess Herodia waliko. Alifika sehemu, aliamua kusogea kuangalia kama atabahatika kuwaona ili ajue ni kitu gani ambacho Joash anachomfanyia Princess Herodia ni kama sehemu ya tiba. Macho Princess Miriam hayakuamini baada kuwakuta wakishiriki kimwili. Alijikuta akipatwa na wivu, ili hali Joash sio mume wake. Joash, nini unachofanya? Princess Miriam aliongea na kumfanya Joash autoe mwili wake kwenye mwili wa Princess Herodia. Princess Miriam aliongea na kumfanya Joash atoke mahala pale haraka sana. Joash alianza kuvaa nguo zake kujisitiri na hafla aliamua kuondoka akiwa anakimbia. Joash alivaa nguo zake haraka na kujitayarisha kwa ajili ya kukimbia, lakini huku akimwangalia Princess Herodia ambaye alikuwa tayari ameshaanza kupatwa na unafuu
unafuu, lakini huku akishikwa na aibu kwa kitendo ambacho alikuwa amekifanya pasi kutegemea. Yoashi aliamua kuondoka na kumfuata Princess Miriam alipokuwa akielekea. Lakini bibi akiwa amekaa alishangaa kumwona Princess Miriam akimpita na kuelekea aliko kujua yeye. Na muda huo bibi akiwa bado anashangaa, alikuja Yoashi. "Bibi, Princess Miriam kaelekea wapi?" Yoashi alimuuliza. Alipoelekezwa alielekea sehemu aliyoelekea Princess Miriam. Kwa mbali aliweza kumwona Princess Miriam akiwa anakimbia, kitendo kilichomfanya aongeze kasi ya kutembea, na kweli alibahatika kumfikia. "Princess, naomba nisikilize, nilikuwa namsaidia tu." Yoashi aliongea akiwa anamshika mkono Princess Miriam ili asiondoke. "Achia mkono wangu, Yoashi. Wewe si una uwezo wa kumtibu mtu? Kwani ulikosa njia gani ya kumtibu mpaka ukaamua kumtibu kwa njia ile? Imeshatokea. Haina haja wewe kuumia sana. Maana sisi ni marafiki tu na hakuna kingine kile kati yetu." Yoashi aliongea, lakini maneno yake ndio alizidi kumuumiza zaidi Princess Miriam bila kwa Yoashi kujua. "Bas, kama ni marafiki, naomba uachie mkono wangu." Princess aliongea, na Yoashi hakuwa na jinsi. Aliamua kuachia mkono wa Princess Miriam. Aliyeamua kuondoka, na Yoashi hakutaka tena kumzuia. Alibaki akimtazama tu jinsi alivyokuwa akiondoka, na aliamua kurudi. Princess Miriam alikuwa ni mtu mwenye maumivu makali sana baada ya kuona kitendo kilichofanyika muda sio mrefu. Hakujua elekee wapi kwa wakati huo, ila alipofikiria kwa makini aliona huenda kosa lake, maana hakuwahi kueleza hisia zake dhidi ya Yoashi. Princess Miriam aliamua kurudi kwenye jumba la kifalme, japo alijua kuna umbali mrefu sana kutembea pale. Bibi alishangaa kuona Yoashi akirudi peke yake pasipokuwa na Princess Miriam. Na mida hiyo Princess Herodia naye alifika huku akiwa kwenye aibu isiyokuwa na kawaida. "Princess Miriam yuko wapi?" Bibi alimuuliza Yoashi. "Kaondoka. Na nina uhakika itakuwa anaenda kwenye jumba lao la kifalme." Hawakuwa na namna yoyote ile ya kumzuia Princess Miriam zaidi ya wao kuendelea na safari ya kutafuta makazi yao mapya. Turudi katika ufalme wa Gala. Kiongozi aliyekuwa akichukuliwa mke wake na mfalme Boaz, pasi yeye kufahamu chochote, alishangaa kuona mabadiliko kutoka kwa mke wake. Mara kwa mara alipenda kwenda kwa mfalme Boaz, kitu kilichozidi kumshangaza zaidi. Na siku hii aliamua kumuuliza, "Mke wangu, mbona siku hizi unapenda kwa sana kwenda kwenye jumba la mfalme? Kwani kuna ubaya mimi kwenda kuonana na mfalme?" Mke wake naye alimuuliza swali badala ya kujibu. Sio hivyo. Ila kuanzia leo sitaki kuona ukitoa mguu wako hapa nyumbani na kwenda kwa mfalme. Na ukiutoa tu, basi wewe hautakuwa mke wangu tena." Mumewe aliongea kama kumkanya, lakini alishangaa kumwona mke wake akienda chumbani na kutoka na mizigo, yaani kutoka na virago vyake. "Hivi umerogwa au kusawa? Kipi kimekufanya uchukue virago vyako ikiwa mimi nimekuambia kwa njia nzuri tu? Jamani, umesema nikiondoa mguu wangu hapa sio mke wako tena. Kwa hiyo nimeamua nichukue vitu vyangu kabisa ili nikiondoka nisirudi tena hapa nyumbani kwako." Mke wake aliongea. Na mumewe alimshuhudia mke wake akiondoka. "Najua utarudi." Kiongozi huyo aliongea na kuendelea mambo yake. Hakutaka kumzuia mke wake. Aliamini kwamba ni sehemu ya utani tu anaofanyiwa. Mkewe safari yake ilimpeleka mpaka kwenye jumba la kifalme, na mfalme Boaz alimpokea, ila tatizo lilikuwa ni kwa Mama Obadia ambaye alishangaa ukaribu uliokuwepo kati yao, lakini akiwa bado na maswali mengi kichwani mwake. Mfalme Boaz alifika na kumpa habari zilizomshtua sana. "Huyu unayemwona ni malkia mdogo na huyu ni malkia mkubwa." Mfalme Boaz aliongea na kuondoka, huku akimwacha Mama Obadia asiamini kile alichokisikia ama kile ambacho amekiona. Matamanio ya Mama Obadia yalikuwa ni kuwa malkia mwenyewe ndani ya ufalme huo, na kitendo cha mfalme Boaz kuongeza mwanamke mwingine kilimchukiza mno Mama Obadia, ila hakuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya kukubaliana na hali halisi.
Kwa upande wa Princess Miriam, alitembea kwa muda mrefu sana, na kutokana na mawazo aliyokuwa nayo alijikuta akifika kwenye ufalme wa Azeni ikiwa ni majira ya usiku kabisa. Walinzi walipomwona haraka sana, taarifa zilienda kutolewa kwa Mfalme Balaki aliyekuja mida hiyo hiyo. Kabla hujaingia ndani, niambie ni wapi alipo huyo mwanaume wako? Mfalme Balaki aliongea, ila alishangaa kumwona binti yake akilia sana. Sijakwambia ujilize, nieleze ni wapi alipo Yoashi, na mkumbuke nafanya hivi kwa ajili yenu, ili Yoashi asije kusababisha matatizo makubwa sana siku moja. Mfalme aliongea na Princess Miriam baada kusikia kile alichokisema baba yake. Ilibidi amsogelee kwa ajili ya kumuuliza vizuri. Matatizo gani Yoashi anayeweza kusababisha kwa familia yetu? Kwa kuwa umeshakuwa, huenda utaelewa kama kaka yako alivyoelewa. Mfalme Balak alisita na kuendelea kuongea na binti yake. Miaka nyuma niliua wazazi wake, ndio maana nataka afe, la sivyo atakuja kuniua mimi siku moja. Baba, nini unachoongea? Kwa Princess Miriam zilikuwa ni taarifa mpya kwake, ila Mfalme Baraki alimueleza jinsi ilivyokuwa na kipi kilifanya vitu vitokee kama vile, hasa kuhusiana na vita ambayo ilipiganwa. Kikubwa zaidi alichosema ni kwamba walipigania hazina iliyokuwa kwenye ufalme wa Padala, hazina ambayo haifahamiki hadi leo hii wapi pa kupatia hivyo vitu vya thamani vilipo katika hazina hiyo. Princess Miriam alielewa sababu iliyokuwa ikiifanya familia yake imchukie Yoashi kwa ukubwa. Aya, niambie. Sasa unataka kuona Yoashi akiniua siku moja kwa ajili ya kulipa kisasi chake? Mfalme Balaki alimuuliza binti yake. Hapana baba. Bas, kama hutaki, inatakiwa uchague upande. Upo upande wetu kama familia au upo upande wa Yoashi? Swali la Mfalme Balaki lilikuwa ni swali gumu sana kwa Princess Miriam, ila alikumbuka tukio aliloliona la Yoashi na Princess Herodia kufanya kile ambacho likifanya. Pale pale aliamua kufanya maamuzi magumu sana. Alizungumza. Daima nitakuwa upande wa familia. Kuanzia leo mimi sipo upande wa Yoashi. Princess Miriam aliongea na kumfanya Mfalme Balaki tabasamu. Mfalme alimwomba Princess Miriam amuoneshe ni wapi alipo Yoashi ili wakamwangamize huko huko. Princess Miriam kwa kuwa aliahidi kuwa upande wa familia yao, alikubali kuwapeleka. Princess Miriam alikubali kuwapeleka siku inayofuata. Siku ilifika asubuhi na mapema kabisa. Princess Miriam aliwachukua na kuwapeleka mahali alipoacha Yoashi, Princess Herodia na yule bibi. Na walifika ila hakubahatika kuwakuta kabisa. Prince Yoramu alikasirika mno, maana alihisi ni mpango wa dada yake ambao ulikuwa unatekelezwa. Baba, mimi nilijua tu. Huyu lazima atudanganye. Si umeona mwenyewe? Ametuleta sehemu ambayo hawapo kabisa. Prince Yoramu alimwambia Mfalme Balaki aliyekuwa kiangaza huku na kule kila pande sehemu hiyo kama atabahatika kuwaona. Wakiwa na maongezi yao, askari mmoja kuna kitu alikiona. Tazama kule. Mlinzi aliongea na kuwafanya wote waangalie sehemu ambayo alikuwa ameonyesha. Kweli waliweza kuona moshi ukiangaza hewani. Mfalme alitoa amri kwamba wote waelekee sehemu hiyo kuangalia kama wataweza kuwapata. Sehemu ulipokuwa ukivuka moshi ndipo walipokuwa Yoashi na wenzake, yani bibi pamoja na Princess Herodia. Hawakuwa na habari zozote zile, wao waliendelea kuweka mipango yao sawa, huku Princess Herodia aibu aliyokuwa nayo siku iliyopita na kumfanya aweze kuwa pamoja na Yoashi, aibu ile iliweza kuisha na alijikuta akitamani kuwa na Yoashi karibu kila wakati. Yoashi, unaweza kuniambia ni wapi walipo wazazi wako? Prince Herodia ilibidi amuulize Yoashi ili amfahamu vizuri Yoashi kiundani. Upande wa bibi yeye alikuwa ni mwenye huzuni tu, maana alihisi Yoashi bado hajatambua ni nani katika familia yake ama familia yake iko wapi. Yoashi akajibu kwamba kiukweli sijai kuwaona na wala sijui.
Yoash alijibu na waliendelea maongezi bila kujua kama Mfalme Balaki akiwa na Prince Yoramu wanakuja wakiwa na jeshi lao kubwa. Mfalme Balaki akiwa na jeshi lake walikaribia karibu na sehemu ile ambako kulikuwa kunafuka moshi. Prince Yoramu alivyotazama vizuri, aliweza kuwaona kwa mbali wakiwa wamekaa. Mfalme Balaki alisimamisha jeshi lake na kuanza kugawa majukumu ya kuwazunguka ama kulizunguka lile eneo bila ya wao kujua, ili waweze kuwakamata vizuri. Princess Miriam alikuwa akishuhudia kila kitu, huku nafsi yake ilianza kumsuta kwa kitendo ambacho alichokifanya, na kuna muda alimuonea huruma sana Yoashi kwa kile kinachoenda kutokea. Ila tukio la kuwakuta akiwa pamoja na Princess Herodia liliweza kumuumiza sana akili yake na kumjaza chuki dhidi ya Yoashi, na kusababisha katika lile ambalo lilikuwa linaendelea pale awe mtazamaji tu na kuona kitakachotokea. Wakiwa wanaendelea maongezi, bibi aliweza kuwaona wanajeshi wa Mfalme Balaki wakiwa hawajafikia. Akazungumza, "Kimbieni!" Bibi aliongea kwa nguvu na kumfanya Yoashi amshike mkono Princess Herodia na kuanza kukimbia. "Hakikisheni hawafiki mbali hao," Mfalme Balaki aliwaambia askari wake waliokuwa wakimkimbiza. Prince Yoramu aliamua kuungana na askari kumkimbiza Yoashi, huku mkononi akiwa ameshika upinde na mishale ikiwa mgongoni kwake. Princess Herodia alichoka kukimbia na kuamua kusimama. "Yoashi, wewe kimbia tu uokoe maisha yako. Usijali kuhusu mimi," Princess Herodia aliongea. Yoashi alivyotaka kuendelea kukimbia, aliwaona walinzi wakiwa karibu. Hakutaka kusimama, bali aliendelea kukimbia, na bahati mbaya sehemu aliyokuwa akikimbilia hakukuwa na njia, bali kulikuwa na korongo refu sana lililomfanya ashindwe kuendelea kukimbia na kusimama. Muda huo Prince Yoramu alifika. "Pole sana, umeshindwa kutoroka, ila leo ndio siku yako mwisho. Leo ndio mwisho wako," Prince Yoramu aliongea huku akichomoa mshale wake na kuweka vizuri kwenye upinde. Prince Herodia aliweza kuliona hilo. "Hapana, usimuue," Princess Herodia aliongea akimkataza Prince Yoramu asichukue jukumu zito la kumuua Yoashi. "Mkamateni huyo, asilete usumbufu wote hapa. Leo nataka nijifunze shabaha hapa kwa mwenda wazimu mmoja," Prince Yoramu aliongea, na walinzi walimshika Princess Herodia aliyebaki akipiga kelele akimsihi Prince Yoramu aache kufanya alichokuwa akitaka kukifanya. Msikilizaji, Prince Yoramu atabahatika kumlenga na kumdhuru huyo Yoashi ambaye alikuwa katika mwendo na kukimbia. Lakini vipi upande wa bibi? Baada ya kuamuru kina Yoashi waondoke, yeye usalama wake ukoje mpaka sasa? Lakini vipi kwa ujio huu wa wanajeshi ama askari wa kifalme? Je, wataweza kuziona hizi hazina ambazo zilizungumzwa miaka ya nyuma iliyopita? Lakini kwa upande wa Yoashi, ataifahamu familia yake imetokea wapi ama chimbuko lake ni lipi? Mimi na wewe tufahamu. Karibu sana katika sehemu ya 5 ambayo itakujia hivi punde hapo juu. Endelea kurahani simulizi kupitia Chilimo Simulizi, ama unaweza kanicheki kupitia 0657 20 31 46. Jambo kubwa zaidi ambalo unapaswa kusisitiza ni kwamba endelea kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili nitakapokuwekea simulizi uweze kupata simulizi kwa wakati sahihi kabisa. Faida ya kuweka alama kengele kuwa active ni kwamba simulizi yoyote ile ambayo nitaposti hapa, wewe utakuwa notified kwamba kuna ujumbe utakuwa unaingia katika YouTube channel, YouTube yako kwamba Chilimo Simulizi yuko active kwa simulizi nyingine. So ni vyema ukafanya hivyo, ukasubscribe na kubonyeza alama kengele pale, ku turn on notification bell, ili nitakapoweka simulizi basi unakuwa notified kwa mara ya kwanza, ile kuwahi pale kwenye comment. Sio kila siku unaingia unakuta ni mtu wa 6 sio wa 7. Something not good. Okay, karibu sana katika sehemu ya 5 tufahamu mambo mengi sana kuhusiana na huu ufalme ambao upo mikononi mwa Yoashi, lakini hafahamu kwamba yeye aliwahi kuwa mtoto wa mfalme. Karibu. Hii ni King Son, mtoto wa mfalme.